kuhusiana na huduma hii ya puto ambayo inawekwa ili kusaidia watu kupungua, lakini pia tunatazama jinsi ambavyo au tuko hapa kukusaidia pia wewe ambaye unahangaika na swala zima la kupungua, na unaweza ukaipata huduma hii kama sehemu tu ya kukusaidia harakati zako za kupungua. Dr. Edwin, karibu sana. Asante sana. Ni furaha sana. Naomba sogea mbele kidogo hapa. Ni furaha sana kuzungumza na wewe leo. Karibu kwenye Kasi kwa mara ya kwanza. Nashukuru sana. Karibu. Dokta, kwanza mimi ningependa sana kufahamu. Najua hii swala kuwekewa puto tumboni limekuwa likizungumzwa sana tangu siku ya kwanza ambayo lilitangazwa kwamba huduma hii inapatikana hapa. Mwamko umekuaje so far kwa watu ambao wanakuja kupata huduma hii, na unaweza ukatuambia kwa lugha rahisi kabisa kwamba huduma hii inahusisha nini sana sana? Nashukuru sana. Nikienda moja kwa moja kwenye huduma ya kuwekewa puto ambao tunaita ni aina ya kupunguza uzito ambao hatutumii operation, kwa sababu kuna aina mbili. Kuna njia za ambazo hazitumii operation na kuna njia ambazo zinatumia operation kwa ajili ya kupunguza uzito. Puto ni moja kati ya namna ambazo tunatumia vifaa vinavyoitwa endoscopy kuweka puto ambao linatengenezwa na silicone. Tunaweka tumboni, tunaongeza ujazo wa hilo puto, inaweza likafika mils 500 mpaka 700 hadi lita 1. Kwa hiyo kwa namna hiyo mtu anakuwa anashindwa kula chakula kama alivyokuwa anakula kabla ya kuwekewa puto. Huduma hii inafanyika chini ya usingizi wa kawaida, tunaita sedation. Sio usingizi ule operation, ni sedation. Na dakika 5-10, ndani ya dakika 15 ndio tumeshamaliza procedure. Kwa hiyo mtu anakuja anawekewa puto, anarudi nyumbani siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ukishawekewa puto, ule ujazo wa tumbo unakuwa umechukuliwa na puto. Kwa hiyo ulichokuwa unakula kabla na utachokuwa unakula baada ya kuwekewa puto, ujazo wake ni mdogo. Kwa hiyo kwa namna hiyo mtu anapungua uzito. Okay. Hiyo ni huduma ya puto. Kuna kitu kimoja umekizungumza kwamba kuhusiana na chakula. Ndiyo. Kwamba kabla ulivyokuwa unakula kabla hujawekewa puto na baada utakapokuwa umewekewa puto itakuwa ni tofauti, na utofauti huo ni upi? Unaweza kutuambia hapo? Kwamba kuna vyakula siruhusiwi kula au pengine kuna namna anabadilisha mlo. Yani kinachotokea pale, kinachotokea ni ujazo wa tumbo unachukuliwa na puto, kwa maana ya kwamba kama kwa mfano tumbo lina ujazo wa lita 1, ukiweza kula na kunywa maji, tukiweka puto tukalijaza mils 600, ina maana mils zinazobaki free kwa ajili ya kula chakula zinabaki 400. Lakini pia kuna masharti ya aina ya vyakula ambavyo utapewa baada ya kuwekewa puto. Hasa vile tunaanzaga na vinywaji ambavyo vinakuwa na gesi. Huwa tunakataza kwa sababu gesi huwa inaongeza acid tumboni, kwa hiyo utapata kiungulia na unaweza ukapata vidonda kwa sababu hiyo. Ama vyakula vyenye tunasema ni spices nyingi, viungo vingi. Lakini pia tunashauri kupunguza aina ya vyakula vyenye wanga, kwa sababu hivyo ndio ambavyo mara nyingi vinaongeza uzito. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumewekewa puto, lakini haimaanishi kwamba ukiwekewa puto unakuwa free sasa kwamba unasema mimi bwana nakula ninachotaka. Actually unatakiwa ujitahidi upunguze wanga. Lakini effect kubwa ya puto sio kwamba itakufanya ule chakula aina fulani au usile chakula aina fulani. Hapana. Inachukua ujazo sehemu kubwa ya tumbo, kwa hiyo ule ujazo unaobaki wa tumbo unamfanya mtu asiweze kula chakula kingi. Kwa hiyo kwa njia hiyo, badala ya kwa mfano kukaa diet, unakuwa unapunguza chakula. Mtu mwingine anakaa masaa labda 10 hali, then anakula mara moja, then anakaa tena masaa mengi tena hali, then anakula mara moja. Hili linakufanya wewe ushindwe kula, lakini ukiwa unajisikia kwamba sasa umeshashiba. Dokta, leo ni siku ya kimataifa ya bia ulimwenguni. Kwa hiyo ina maana nikishaweka puto na gesi hapo unaniambia tunapunguza. Kwa hiyo mtu anayewekewa puto kwanza bia hanywi. Kubaliane. Ina gesi, kwa hiyo haitakiwi. Pamoja na kwamba vinywaji vingine kama make tukiongelea bia najua tunaongea alcohol, tunaongea pombe. Haimaanishi kwamba huruhusiwi, pamoja na kwamba kitaalamu kwa upande wetu wa udaktari hatushauri kunywa pombe,
lakini sio sharti katika baada ya kuwekewa puto. Vinywaji kama wine ambavyo havina gesi unaweza ukatumia, lakini sio vinywaji vyenye gesi. Kwa hiyo bia, pamoja kwamba ni siku leo ya bia, bahati mbaya inakuwa ndio hivyo tayari tumesha nani. Dr. Edwin, hii najua njia hii pengine imekuja kutokana na matatizo mengi ambayo watu wamekuwa wakilala, au jinsi ambavyo watu wamekuwa wakipambana na swala la uzito mpaka tunafika hapa. Swala la uzito kupita kiasi, kwanza limekuwa ni katika nyie kama wataalamu wa afya, mmeliona kwamba limekuwa ni kubwa kiasi gani kwa watu, likiathiri watu na watu jinsi wanavyopambana mpaka tunaamua kufikia njia hii ya kuweka puto? Na kwa tafiti zenu mnaona itasaidia kwa kiwango gani kulinganisha na vile ambavyo hali ilivyokuwa, kwamba mtu anatumia tu njia aende gym akafanya mazoezi lakini haoni impact yote? Matatizo ambayo yanaambatana na kuongezeka kwa uzito yamekuwa kwa takwimu ambazo zinachukuliwa hapa Tanzania yanaongezeka haswa kwa lifestyle ya siku hizi. Miji siku hizi inapanuka, watu wengi wanaondoka kwenye maisha ya kijijini wanakuja kwenye maisha ya mjini. Kwa hiyo huko kuna aina tofauti ya vyakula, kazi ziko nyingi ambazo zinamfanya mtu asi move around. Unakuta mtu anatoka nyumbani anapanda gari anaenda kazini, kazi anakaa tu kwenye kiti, anafanya masaa mengi. Chakula anachokula wanga mwingi, kwa mfano hizi chips, mayai na vyakula vya aina nyingine ambavyo ndio maarufu sana kwa chakula cha haraka kwenye hii miji mikubwa. Kwa hiyo ukiangalia takwimu unakuta siku hizi vijana wengi wanakuwa na uzito ambao unaweza kuleta madhara baada ya muda mrefu. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo linaweza kuleta matatizo mengi sana huko mbeleni, sasa kwenye umri mkubwa. Sasa ukija kwenye namna ya kupunguza uzito, kama niligusa kidogo mwanzoni, kuna njia tofauti za kupunguza uzito ambazo huwa tunaanza kushauri. Unaanza na zile ambazo ni simple. Unaanza na mazoezi, kwa sababu hicho ndio kitu kikubwa ambacho kinafanya watu wengi wageni uzito. Mazoezi, unaangalia aina ya vyakula ambavyo unakula, hasa wanga ndio kitu kikubwa sana ambacho kinatusumbua sasa hivi. Kwa hiyo hapo maana yake tushaongea mazoezi pamoja na tunaongelea diet sasa lakini sasa kama hivyo vitu viwili vikishindikana, mtu anafanya mazoezi gym kwa mfano, lakini anaona kabisa kwamba uzito wake haupungui, lakini tunaangalia uzito pia hapa kwenye upande wa mafuta. Kama uzito haupungui, ina maana kwamba sasa inabidi kuenda kwenye njia ambazo kidogo ni more aggressive, ambazo ni tunaenda sasa kwamba tunaingilia kati, kwamba sio mtu mwenyewe lakini tunamfanyia kitu. Ndio inakuja huduma ya puto. Sasa ukifika mpaka kwenye huduma ya puto, hizo ni njia ambazo tunasema hatujaingilia mwili wako bado, kwa sababu puto pia tunahesabu kwamba liko nje ya mwili. Tumboni unapokula chakula, kinapopita kwenye njia ya chakula, mfumo wote wa chakula mpaka kinatoka, hiyo ni sehemu yote hiyo inahesabika kuwa ni nje ya mwili. Kwa hiyo puto likiwekwa ndani ya tumbo bado liko nje ya mwili. Kwa hiyo tunasema hatujaingia ndani ya mwili bado. Lakini ikishindikana huduma ya puto, then inabidi sasa tuende kwenye huduma ambazo ni za kuingilia ndani ya mwili. Tunaita ni invasive methods. Hizo ni huduma za operation ambazo tunaweza tukafanya operation ya kupunguza ukubwa wa tumbo, ama tukaliruka tumbo kabisa likawa kama vile lenyewe hali exist, kwamba chakula kinaenda moja kwa moja kwenye utumbo mdogo, kinaruka tumbo. Kwa hiyo kuna njia tofauti. Kwa hiyo puto ndio ni moja kati ya zile njia ambazo mtu anafanya lakini bila kuingilia mwili wake, na anakuwa anaweza kucontrol, kwa maana ya kwamba anaweza kulitoa muda wowote au anaweza kuendelea kukaa nalo kiasi ambacho inatakiwa kukaa nalo puto kwa jinsi ilivyotengenezwa kiwandani. Kwa wastani, samani na kukatisha hapo, kwa wastani unaweza kukaa nalo kwa muda gani? Kuna aina tofauti ya maputo, lakini yana range kuanzia miezi 3, 6 na mwaka mmoja.
kwa yale ambayo sisi tunaweka hospitalini kwetu Muhimbili Mloganzila ni ya mwaka mmoja. Ya mwaka mmoja. Hapa kunakuwa na advantage kwamba una uwezo wa kuregulate, yani kulibadilisha ujazo kutokana na mahitaji ya mteja mwenyewe ambaye amewekewa puto. Kwa maana ya kwamba kwa mfano umemwekea mtu puto amepungua, alikuwa anahitaji kupungua kwa mfano kilo 25 au 30. Umemwekea puto amepungua kilo 8 alafu ameacha kupungua. Tuna uwezo wa kulibadilisha ujazo hilo puto, kumuongezea. Sasa tunaongeza ujazo, kwa hiyo ina maana zile kilo 8 zilizopungua sasa zitaongezeka tena kupungua, kwa sababu tumepunguza tena ujazo wa chakula ambacho anaweza akala. Kwa ndani ya mwaka mmoja tunaweza tukawa tunafanya hizo adjustments kutokana na jinsi ambavyo mtu anapungua uzito. Au kama linamsumbua, kwa mfano umemwekea labda ujazo fulani, labda ule ambao ni standard, labda huwa tunaanza na mililita 450 mpaka 500. Tukiona linamsumbua kwamba ujazo umekuwa mkubwa sana, sasa anashindwa kula chakula kabisa, labda akiingiza chakula kidogo akitapika chote, kwa anakuwa sasa inakuwa haifai, tunaweza tukapunguza ule ujazo. Tukipunguza ule ujazo, maana sasa ataweza kula chakula kidogo na akaendelea na maisha yake. Lakini kuna haya mengine yanayokaa miezi 6 na mengine huwa mara nyingi hauwezi kufanya hizo adjustment ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo ukiweka utapungua mpaka utapopungua, alafu muda ukifika inabidi tulitoe. Kwa hiyo kuna target ambayo mtu anaweka, bwana mimi kilo zangu 10 zikishafika hapo, kama hajafika ndio unasema kuna adjustment mnaongeza. Mara nyingi huwa tunachofanya, mtu ambaye anakuja anakuwa anataka kuwekewa puto, huwa tunashauriana, tunampa elimu ya uzito ambao kwa yeye unamfaa. Kuna vipimo ambavyo vinatumika, kwa mfano BMI, body mass index, ambayo kuna eneo ambalo linakuwa ni normal kwa binadamu. Hiyo body mass index ni uwiano tu wa kimo na uzito wa mtu. Inapimwa kwa kilogram kwa mita square. Kwa hiyo ukiwa katikati ya 18.5 mpaka 29, tunahesabu kwamba hiyo ndio range ambayo ni mpaka 24.9, tunahesabu kwamba hiyo ni range ambayo ni normal. Hiyo range ambayo ni normal. Kwa hiyo mtu anaweza yani, kwa kama mtu amezidi hapo, tunasema sasa, wewe bwana, tupunguze turudi huku kwenye 24.9, 24, 23, 22. Kwa hiyo tunaangalia body mass index. Kwa hiyo tunamshauri mtu kwamba bwana, sasa wewe kilo zako hizi tukipiga mahesabu tunaona zimezidisha body mass index mpaka sehemu ambayo unaonekana kwamba wewe una uzito ambao unaweza kusababisha matatizo. Kwa hiyo ili upungue urudi kwenye BMI ambayo ni normal, ambayo ni ya kawaida, ambayo inatakiwa iwepo kwa binadamu wa kawaida mwenye kimo chako, tunakushauri upunguze kilo kadhaa. Kwa hiyo ndio tunavyoenda hivyo, tunaangalia kilo ngapi ambazo kitaalamu anatakiwa apungue, tunamshauri, alafu tunaanza kufanya kazi kuelekea kwenye hizo kilo. Feedback imekuwa ni kubwa kiasi gani tangu umeanza kufanya huduma hii? Kwa sababu naona kuna watu wanatoka nje ya nchi wanakuja Tanzania kwa ajili ya kufanyiwa hiyo huduma. Mrejesho wake mna upimaji? Mnaona kuna mafanikio makubwa kiasi gani? Mafanikio ni makubwa sana. Mimi ningeweza kusema kwa kesi ambazo sisi tumezifanya hospitalini kwetu Mloganzila, Muhimbili Mloganzila, 98% mpaka 99% watu wanapungua kilo, na wengi wao huwa wanapungua, yani hatufiki mwaka mmoja. Ule mwaka maana tunasema puto una kanalo mwaka, lakini kuna sehemu unafika sasa kwamba kilo zako zinakuwa zimepungua mpaka sasa unasema tukiendelea kupungua sasa utashuka sasa kwenye nomo. Kwa hiyo 1% kubwa wanaenda namna hiyo, lakini kuna wachache ambao huwa unahitaji extra
Kwa mfano umemwekea mtu puto, kwa sababu uchomaji wa chakula wa binadamu unatofautiana kati ya binadamu mmoja na mwingine. Kuna mwingine unaweza kumwekea puto ukafanya adjustment, kama alikuwa anahitaji kupungua kilo kwa mfano 20 akapungua kilo 15 14. Sasa hapo katikati unatakiwa unaangalia ile speed ya kupungua. Ukiona ni ndogo utafanya adjustment, lakini vile vile utamshauri combine na vitu kama mazoezi. Ya vitu kama mazoezi, kupunguza wanga, kwa hivyo pia vinaweza vikaongeza extra kilos za kushuka wakati anatumia baluni. Lakini matokeo ni chanya sana. Ya matokeo ni chanya sana. Kwa wewe ambaye bado una maswali na ungependa Dr. Edwin yajibu hapa kufuatia huduma hii ya puto, pengine unasumbuliwa na uzito, basi unaweza ukaandika hapo na mimi nitamuuliza moja kwa moja Dr. Edwin kwenye YouTube channel yetu. Unaweza ukaandika pale na nitasoma hapa moja kwa moja. Dr. Edwin, kuna hao ambao wana kilo za kawaida, labda tuseme wastani, labda mtu ana kilo 77 lakini ana kitambi, yani ambacho kitambi ambacho yeye mwenyewe anaona kabisa hicho kinamkwamisha hata mambo yake mengi kufanya. Nao wanaingia kwenye hilo kundi la kupunguza uzito, au tunafanyaje? Watu wa vitambi wanaingia hapo? Sasa inabidi tumbo tuliangalie kitambi. Maana ukiwa na kilo 77, kwanza tunasema hivi kwamba kilo za kawaida ni za mtu huyo mmoja. Yani kwa mfano inategemea na kimo chako. Kuna mtu akiwa na kilo 77 anakuwa BMI yake iko juu, inabidi umwekee puto. Lakini kuna mtu akiwa na kilo 77 anakuwa underweight. Kwa hiyo tunaangalia, lakini kwa maumbile ya mtu kwamba anakuwa na kitambi peke yake afu maeneo mengine yote yanakuwa hayana shida yoyote. Sasa hiyo inakuwa ni cosmetic. Okay. Yani kwa maana ya kwamba kwa mfano tunampima, tunaona kilo zake na urefu wake zinakuja kwenye BMI ambayo ni normal, yani ile sehemu ambayo iko sahihi. Na vile vile ukiangalia hana matatizo yoyote ya kiafya, kwamba hana vitu kama pressure, hana dalili za kisukari na magonjwa mengine. Then tunaweza tukasema bado yuko sehemu ambayo ni normal, lakini yeye mwenyewe akijiangalia kama anaona kwamba hiyo sehemu kwamba imeongezeka kuliko kawaida peke yake. Then tuna njia nyingi. Of course tukiweka puto atapungua tumbo. Kwa sababu tunachopunguza cha kwanza ni mafuta. Kwa hiyo kama mafuta yameenda kuhifadhiwa kwenye tumbo hapo, obviously atapungua, kwa kitambi kitaisha. Lakini kuna mtu mwingine anaweza akasema sitaki kupungua mwili mzima kwa sababu kinachonisumbua ni tumbo tu. Kwa hiyo kuna huduma zingine ambazo tunafanya, kwa mfano liposuction, tunaweza tukaondoa mafuta kwenye eneo moja tu. Tumbo sasa hivi. Eneo moja tu tunaweza tukaondoa mafuta. Sasa hiyo inakuwa tayari tumeshaenda kwenye operation. Hiyo inakuwa ni operation. Lakini ukiweka puto obviously tumbo pia litapungua. Inaweza kushusha. Litashusha. Sawa, wenye vitambi nimewawakilisha kuuliza hilo swali. Kwa hiyo naamini majibu umeyapata. Dr. Edwin, ningependa sana kufahamu jinsi ambavyo umetueleza vizuri kwenye mtu huduma hiyo haichukui muda mrefu, unafanyiwa unarudi nyumbani. Maisha baada ya kuwekewa puto yapoje? Kwa maana ya kwamba chakula umetuambia vizuri, kuna baadhi ya vyakula huwezi ukavitumia. Maisha, mtindo wa maisha ya kawaida kwa mtu ambaye amewekewa tumbo, kuna uangalizi gani au kuna vitu gani anatakiwa avifanye, vitu vingine asifanye? Okay, sasa tunapoweka puto kuna kuwa na mwanzo kile kipindi cha kwanza ambacho ndio mtu akiwekewa puto anapitia, kwa mfano wiki moja. Hicho ndio kipindi ambacho kinaweza kuleta changamoto kwa yule aliyewekewa puto, kwa sababu tumbo aliyezoea kuwa na ujazo huo wakati wote. Kwa hiyo kutakuwa kuna hali ya kujisikia kichefuchefu. Wakati mwingine anatapika kidogo. Wakati mwingine anaweza kupata maumivu ya tumbo ambayo huwa tunampatia dawa zitazo control kichefuchefu, maumivu. Lakini hizi hali huwa zinaisha ndani kuanzia siku 3 mpaka wiki moja. Wachache zinaweza kaenda mpaka wiki 2. Hizi hali huwa zinaisha baada ya muda, tumbo linazoea kwamba hilo puto lipo pale. Kwa hiyo mtu anakuwa hata anasahau kwamba ana puto.
Sasa baada ya hapo masharti kusema kweli zaidi ya vile vyakula tulivyoongea kwamba vitu vyenye gesi, vyenye viungo vingi, masharti zaidi ya hapo hakuna. Unaweza ukafanya mazoezi, unaweza ukakimbia, ukaruka sarakasi, ukapanda ndege, hivyo vitu vyote havina tatizo kabisa. Kwa hiyo ukishaweka puto, zikishapita zile dalili zile ambazo mwanzoni zinaweza zikamsumbua mtu, baada ya hapo masharti zaidi ya chakula hakuna. Hakuna. Tunachoweza kuangalia kingine ni kwamba lile puto kwa tahadhari, pamoja na kwamba hatujakutana na kesi za namna hiyo, lakini kwa tahadhari tunaweza tukaogopa kwamba lile puto likavuja yale maji ambayo tunakuwa tumeyaweka ndani yake ili liwe na ujazo. Kwa hiyo huwa kawaida kuna kemikali ambayo tunaiweka ndani ya yale maji ambayo haina madhara kwa binadamu kabisa, lakini inatolewa na figo. Kwa hiyo endapo linavuja lile puto, ile kemikali maana yale maji ambayo tumeweka kwenye puto si yana hiyo kemikali. Hiyo kemikali itanyonywa na tumbo, itapita kwenye damu, itachujwa na figo, mkojo utabadilika rangi. Mkojo ukibadilika rangi, mteja wetu anatakiwa atuambie hapo bwana, mkojo umebadilika rangi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba anakuja, tunafanya utaratibu wa kuweza kuliondoa hilo puto kwa sababu linavuja na kuangalia kama tutaweka lingine. Yeah. Kuna mtu anauliza kwenye swala la bia. Wadau ni wengi sana. Siku ya bia leo. Yes, siku ya bia leo. Kuna mtu anauliza kwani kila bia ni pombe? Vipi kuhusu bia zisizo na kilevi? Au swala linaloangaliwa ni jambo gani? Ni gesi hiyo. Kinachoangaliwa hapa ni gesi. Hata Coca-Cola pia hatutaki kwa hiyo issue sio pombe, ni soda, hata soda zenye gesi. Hata soda zenye gesi, kinywaji chochote chenye gesi. Yes. Kwa hiyo ndio maana tulitoa mfano kwamba wine unaweza ukanywa pamoja na kwamba inaweza ikawa na pombe, lakini tunacho target hapa ni kwamba kinywaji chenye gesi kisitumike. Yeah. Sawa. Wewe ambaye una maswali yako endelea, muda kweli unatutupa mkono, lakini hatutoacha kupitia baadhi ya jumbe ambazo umeziandika hapa kuhusiana na huduma ya puto ambayo inawekwa tumboni, na niko na Dr. Edwin hapa anatupitisha katika huduma hiyo. Kwa hiyo sasa Dr. Edwin, pia jambo jingine ambalo nimeona pia linazua sana mjadala ni kwamba ni namna gani ambavyo yani hilo puto unavyoniwekea tumboni ni kwamba nalisikia moja kwa moja, yani nikiwa natembea, nikiwa nakimbia. Kwa mfano ukiwa umekunywa maji una feel kwamba tumbo kuna wakati maji yanacheza. Vipi kuhusiana na puto ambalo linakuwa limewekwa tumboni? Kwa maelezo ambayo tunapata kwa wateja wetu ambao tunawekea puto, baadhi wanasikia baadhi wanasikia ile, kwa sababu yale ni maji yako ndani ya puto. Kwa hiyo maana yake ukifanya movement unaweza ukayasikia. Lakini iko kwa baadhi, kwa wengi wao hatujapata hiyo feedback ya kwamba wanasikia kwamba puto labda linaenda kushoto, linaenda kulia. Hapana, hatujasikia. Lakini kuna baadhi wanasema kwamba wanasikia. Kwa nadhani inakuwa ni hali ile kama vile umekunywa glasi ya maji, maji yako tumboni, kwa hiyo unaweza ukayasikia wakati mwingine, lakini hakuna ile hali ambayo ni ya kukera. Hapana. Okay. Ni Dr. Edwin Muhondezi ambaye ni daktari bingwa wa upasuaji na mtaalamu wa endoskopia, tukilitazama swala hili na huduma hii ya puto ambayo inawekwa tumboni. Dr., kwa mtu akisikiliza baadhi ya vitu ukivisema, pengine anaweza akawa anahofia kuwekwa, na amekuwa akisumbuliwa kwa muda mrefu na swala la uzito uliopitiliza au wengine vitambi kama hivyo, akawa ana hofu. Na kitu gani cha kumwambia kufuatia huduma hii, kwa sababu ni moja kati, kama ulivyosema, ni moja kati ya maendeleo ambayo yamefanyika kwenye sekta ya afya hapa nchini? Hizi huduma zinapokuwa mpya, watu wengi wanakuwa wanaogopa kwa sababu ya kutokuwa na ile elimu. Lakini hii ni moja kati ya njia ambazo ni tunasema ni very safe, ni njia ambayo haina uhatarishi katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo ni njia moja ambayo inaweza kutumika kwa urahisi sana kwenye kupunguza uzito.
Kwa hiyo na ni njia ambayo haibadilishi mwili wako, basi hatufanyi operation, linapita mdomoni tu kama unavyomeza chakula, ndio njia hiyo hiyo inayopitia inapitia mdomoni, inaenda mpaka kwenye tumbo pale. Likishafika kwenye tumbo, lile puto ndio linajazwa maji sasa kutoka nje, lakini kwa sababu kuna mrija ambao una connect lile puto kwa kupitia mdomo. Kwa hiyo linajazwa tumboni, alafu linaachwa tumboni. Wewe ukiwa hauwezi kuona chochote, unasikia tu tumbo kwamba kama vile umeshiba. Kwa hiyo ni njia ambayo iko very safe. Kwa hiyo nadhani ni huduma ambayo Mtanzania ambaye anasumbuliwa na uzito na ameshindwa kushusha kwa kutumia njia za kawaida kama mazoezi ambao ndio tunasema gym. Wengi siku hizi wanaenda gym, lakini naona wengi wanakimbia barabarani, wanaogelea, pamoja na diet. Kama vinakuwa vinashindwa kufanya, unaweza ukacombine na hii njia ya puto, kwa sababu njia ya puto ni very effective. Yani asilimia kubwa ya watu wanapungua sana uzito. Na vile kuna watu ambao wanakuwa na uzito mkubwa, lakini wanakuwa na plan ya kufanya operation. Uzito mkubwa na operation pia ni kitu ambacho ni kigumu vikiwa pamoja. Kwa hiyo huwa wakati mwingine tunashauri pia puto awekewe mtu ambaye anakaribia kufanya operation lakini ana uzito mkubwa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.